Ninakukaribisha katika Alama, kipindi kinachokukutanisha na Watanzania wenzetu waliofanya makubwa katika tasnia ya filamu nchini Tanzania, mambo ambayo yanatufanya sisi kama Watanzania tusimame vifua mbele, tujigambe na sisi tuandike historia tukisema kwamba kuna mahali tulipoanzia na tulipoanzia kuna watu ambao wametufanya tuwe hivi tulivyo. Siku ya leo tunaye mtu ambaye tunamuita lulu wa tasnia ya filamu nchini. Huyu ni miongoni mwa waanzilishi wa michezo ya kuigiza toka miaka ya 1990. Huyu ni mwandishi, mwongozaji pamoja na mwandaaji wa michezo mbalimbali ya maigizo. Kupitia yeye amewalea watu wengi sana, amewafanya watu wengi waingie katika tasnia ya filamu nchini Tanzania. Huyu si mwingine bali ni baba, wengine wanamuita babu, ni mlezi, Crescent Muhenga. Nisizungumze mengi, hebu kwanza tupate kumfahamu kisha tuje tuzungumze naye kwa sababu tayari yuko studio. Ukizungumzia tasnia ya filamu nchini Tanzania ni vigumu kuliepuka jina la Crescent Muhenga. Huyu ni miongoni mwa waasisi na nguzo kuu za michezo ya kuigiza katika television. Ni jina lililobeba historia, ubunifu na dira ya kuijengea Tanzania heshima katika ulimwengu wa michezo ya maigizo. Crescent Muhenga alizaliwa Januari 10, 1965 akiwa ni mtoto wa kwanza kati ya wawili tu wa marehemu Leonard Kingumwire na Basiliana Tandela, wote hao wakiwa ni marehemu. Safari yake ya elimu ilianza mwaka 1973 katika shule ya msingi Kibakwe Mpwapwa mkoani Dodoma na akahitimu mwaka 1979. Baadaye alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari Tabora Boys ambapo alihitimu mwaka 1984. Akiwa shuleni hapo aliguswa na shauku ya upigaji picha baada ya kuvutiwa na rafiki yake aliyekuwa akipiga picha za mnato, yani still pictures, na hapo ndipo akajitengenezea azma ya kuwa mpiga picha maarufu hata kama ni baadaye. Na kwa kutumia kamera ya rafiki yake alianza kuwahudumia wenzake shuleni hapo. Jambo hilo lilimpa umaarufu mkubwa miongoni mwa wanafunzi. Baada ya kuhitimu kidato cha 4 alitii mwongozo wa wazazi wake waliomtaka akasome masuala ya afya. Akajiunga na chuo cha sayansi shirikishi ya afya ya mazingira kilichokuwa chini ya chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi cha Muhimbili, yani MUHAS. Huko alisomea diploma ya sayansi ya afya na kuhitimu mwaka 1988. Akiwa chuoni hapo alijipatia kamera yake ya kwanza na kuanza rasmi biashara ya kupiga picha. Hali hiyo ilimpatia kipato na umaarufu zaidi. Mara baada ya kuhitimu alipangiwa kufanya kazi mkoani Mtwara akiwa bwana afya, lakini mwaka mmoja tu baadaye aliacha kazi hiyo na kufuata ndoto zake za kuwa mpiga picha, na hapo alitamani pia kuzalisha filamu. Mwaka 1990 kwa msaada mkubwa wa kaka yake alipata mtaji wa kuanzisha Video Cube Studio iliyojikita zaidi katika kupiga picha na kurekodi video za harusi. Na mwaka mmoja tu uliofuata rafiki yake Hamir Rajab alimuingiza katika kampuni ya filamu Tanzania kama mpiga picha huru na pia kumshawishi kuandaa filamu. Pamoja naye walitengeneza filamu yao ya kwanza, wakaipa jina la Gubu la Wifi, iliyotokana na kitabu cha Hamir Rajab na kushirikisha wasanii wa kongwe wakiwamo marehemu Mama Hambiliki. Filamu hiyo ilizinduliwa mwaka 1995. Filamu hiyo ikawa chachu ya mafanikio yake. Akiwa bado anaendelea na kampuni yake ya Video Cube, Crescent akapata kazi ya kupiga picha katika michezo ya kuigiza iliyokuwa ikizalishwa na chuo cha Splendid na kuonyeshwa kupitia kituo cha television cha CTN. Na hapo ndipo alipokutana na magwiji wa uigizaji akiwemo marehemu Fundi Said kwa maana ya Mzee Kipara, marehemu Rajab Hatia ama Mzee Pwagu, Mama Hambiliki na Maxen Awadh, huyu ni Dr. Cheni. Ushirikiano huo
ulizaa wazo la kuanzisha kikundi cha maigizo, na mwaka 1998 Kaole Theatre Group ikazaliwa rasmi. Mwaka 1999 kituo cha television cha ITV kikampatia nafasi ya kuzalisha michezo ya kuigiza, na hiyo ni baada ya kikundi cha Raha Leo kumaliza mkataba wao. Ndipo walipozindua mchezo wa Hujafa Hujaumbika, mchezo uliopendekezwa na Mzee Kipara, Pwagu na Mama Hambiliki. Mchezo huu uliwavutia zaidi watazamaji wengi, na kwa mara ya kwanza walihamisha mapenzi yao kutoka michezo ya nje na kuikumbatia michezo ya Kitanzania. Kutokana na mapokeo mazuri ya mchezo wa Hujafa Hujaumbika kwa watazamaji, Crescent na wenzake wakaamua kuanzisha vipindi vya vichekesho ambavyo awali vilikuwa ni sehemu ya mchezo wa Hujafa Hujaumbika, na hapo ndipo jina la Max na Zembwela yalipotambulishwa vyema kwa hadhira ya Watanzania. Kupitia kipindi cha Kaole, Crescent Mhenga akafanikiwa kutengeneza couples, yaani timu za wawili wawili zilizofanya vizuri katika sanaa hapa Tanzania. Mathalan, alifanikiwa kutengeneza kapo ya Max na Zembwela, Pembe na Senga, Kingwendu na Bambo. Na mwaka 2000 Crescent akaajiriwa na kituo cha television cha ITV kama mpiga picha na mwandaaji wa michezo ya kuigiza kupitia Kaole. Akiwa mwajiriwa, masuala ya uongozi akayaacha chini ya marehemu Mzee Pwagu. Mwaka 2001 alianzisha kipindi cha vichekesho cha Mizengwe ambacho kilipata umaarufu mkubwa kutokana na upekee wa waigizaji wake na namna walivyowagusa watazamaji. Crescent aliamini kuwa sanaa ya maigizo nchini inaweza kukua kila kukicha. Alitengeneza mfumo wa vikundi vya wasanii, wakongwe, wakati na hata wachanga, kila kundi likiwa na jukumu la kulea kundi jingine. Mpango huu ulikiimarisha zaidi kikundi cha Kaole na kusaidia kuibua upya kwa vipaji. Kupitia mikono yake akawaibua nyota wakubwa wa filamu na tamthilia hapa Tanzania, kama ilivyo kwa Vincent Kigosi, huyu ni Ray, marehemu Steven Kanumba, Elizabeth Michael ambaye ni Lulu, Julius Kakuru, huyu ni Kemi, Blandina Chagula ama Johari, Mwanaidi Suka ambaye anajulikana zaidi kama Mainda, Christina Manongi, huyo ni Sinta, Shamila Ndangila, yeye huyu ni B-Star, Abdallah Saidi Mkumbila ambaye anajulikana kama Muhogo Mchungu, Nuru Nasor ambaye ni Nora, Madina Mjata wengi wakimjua kama Bizawadi, Rashid Mwinshehe ambaye ni Kingwendu, Hilary Mtuta huyo ni Zembwela, Dickson Makwaya ambaye anajulikana kama Bambo, Ulimboka Mwalu Lesa huyo ni Senga, marehemu Yusuf Kaimu akiitwa Pembe na wengine wengi. Crescent ni mume wa Glory King Mhenga ambaye walifunga ndoa mwaka 1996 na wamejaliwa kuwa na watoto 3, mvulana mmoja na wasichana 2. Nje ya kazi hupendelea kutazama filamu na kusoma vitabu. Mhenga atabaki kwenye kumbukumbu za Watanzania kama nguzo kuu ya tasnia ya filamu na maigizo, mpiga picha hodari, mwongozaji na mwandishi mbunifu. Kuwepo kwake kuliibua kizazi kipya cha wasanii na kazi zake ziliweka misingi imara ya michezo ya kuigiza ya Kitanzania. Alikuwa mwanga uliowasha taa ya sanaa nchini, na mwanga huo utaendelea kuangaza vizazi na vizazi. Hakika kitabu cha Crescent Mhenga kimejaa simulizi za kusisimua na za kuvutia. Nami niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nazifungua kurasa hizo ili nawe uweze kuona uhondo zaidi ambao upo katika kitabu cha Crescent Mhenga. Crescent, karibu sana katika kipindi cha Alama. Asante sana. Karibu mno. Asante. Wasifu wako umejaa. Hongera sana. Asante, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana hatimaye leo tumefika hapa. Kwa kweli ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Crescent, ulisomea afya, ulisomea diploma ya afya, lakini ukaihepa hivi, ukaingia katika sanaa. Kwa nini hukutaka kufanya kazi ya afya ambayo ulisomea? Unajua katika kipindi kile kuna ile hali ya ujana. Unapokuwa na hela zako za kutosha benki, huku unasoma,
Unaona maisha ni rahisi tu. Kwa hiyo ukaona kwa mshahara wa shilingi 15,500 nianze nao, alafu mimi na malaki ya pesa ndani ya benki. Unaona ni kupoteza muda tu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba nini, ile hali ya ujana na ile hali ya uchumi niliokuwa nayo kipindi kile kidogo linipekea kuona kwamba hii kazi ni kama kupoteza muda. Mradi nimepata elimu inatosha ambayo itanisaidia katika maisha, lakini si hasa ya kufanya kutegemea kwamba nitapata kipato kitanifikisha hatua moja kwenda mbele. Kwa hiyo nikaamua kuachana. Wewe wakati watu wakipigania kupata mshahara wa 15,000, 20 mpaka 50, wewe kwenye akaunti yako kulikuwa na malaki ya pesa. Uliyatoa wapi ili hali ulikuwa bado mwanafunzi? Kitu kimoja ambacho huwezi kuamini, mimi nilikuwa napiga hasa picha. Nilikuwa napiga picha maarufu. Kwa hiyo toka niko sekondari, nilianza kupiga picha niko sekondari. Wakati huo tukipiga picha, tunatuma ile mikanda inakuja Dar es Salaam, ndio inakuja kusafishwa. Wakati huo nasoma Tabora. Huko Tabora Boys Tabora sasa. Boys. Kwa hiyo natuma kwenye train. Inaweza kaa hata wiki 2, wiki 3 inakuja Dar es Salaam, inasafishwa, afu zile picha unaanza kugawa. Sasa kwa sababu wapiga picha kipindi kile kwa wachache, tulikuwa napiga picha shule nyingi tu, sio shule moja. Sasa shule nilikuwa nasoma tu mpaka chuoni kule Ndara. Ndara kilikuwa chuo cha elimu. Chuo cha elimu. Kwa hiyo naenda mpaka huko, naenda kupiga picha, tuko na rafiki yangu tunapiga picha. Napata hela. Kwa hiyo nilipokuja Dar es Salaam, nilipomaliza shule, nilipokuja Dar es Salaam, pamoja kwamba nasoma chuo Muhimbili, lakini pia nilikuwa niliendelea kupiga picha. Uliendelea kupiga picha? Kipindi hicho nilikuwa na kamera kubwa kidogo. Nilikuwa na kamera maarufu kipindi kile, ilikuwa inaitwa Yashika. Ilikuwa na Yashika. Yashika, basi unapigia picha. Sasa kuna siku moja nikapata kazi moja kubwa ya mkubwa mmoja. Wakati huo ulikuwepo na National Mailing, nilikuwepo National Mailing. Alikuwa na wasimkumbuke jina sasa. Yule akanipa kazi ya kupiga picha kwenye harusi yake. Sasa harusi yake yenyewe ilikuwa ni kubwa kwa sababu ni mtu mwenye pesa. Ilikuwa karibu siku 4 siku 5. Kwa hiyo nilipiga picha nyingi sana. Ndio kwa mara ya kwanza nilishika hela mpaka mwenyewe nikachanganyikiwa, sikuamini. Kwa sababu kwanza nilijaribu kuongeza bei. Sio bei ile nilikuwa napiga mtaani viona nini, nikaongeza bei kwa picha moja. Lakini mmoja nayo nilipiga picha mikanda karibu 20 na ngapi. Kwa sababu wakati ule mikanda ilikuwa mkanda mmoja picha 36. Kwa hiyo kipiga mikanda zaidi ya 20 na ni picha nyingi sana. Nikaja nikasafisha, nilivyosafisha, yani wewe nikaambiwa tu unataka shilingi ngapi ili kwa safisha afu utapiga mahesabu yako. Kwa hiyo nikaomba hiyo hela, nikaenda nikasafisha zile picha. Baada hapo alipoziona, hata kabla hajaniuliza shilingi ngapi hizo picha zote hizo. Yaani baada kama siku 4 ya kupiga picha kila siku, kwa sababu nilikuwa na shughuli. Basi alipoangalia akasema, nataka hizi picha uzitoe kopi mara 4 zaidi. Kwa hiyo zile utoe mara 4 zaidi. Kwa hiyo mimi nilichofanya nikajua hapa hela ipo. Kwa hiyo nilichofanya ni kwamba ile ya kupigia ndio ile bila kujali kopi, lakini nikafanya mara 4 zaidi. Ndio nikampa mahesabu. Kumbe mahesabu ni hela nyingi sana. Yaani kipindi kile nafikiri sikumbuki noti ya 10,000 ilikuwa kwanza haijatoka. Nafikiri noti ilikuwa kubwa sana ambayo ilikuwa natamba, nilikuwa na shilingi 2,000. Yaani hiyo ndio noti kubwa ya shilingi 2,000. Basi zikaenda kuchukua hela benki mpya noti. Nikapewa hata kutembea nilishindwa, natetemeka, ni hela nyingi sana. Yaani sijui zilikuwa laki ngapi sijui. Yaani kipindi tunapozungumzia laki nyingi. Ni nyingi sana. Kwa hiyo yaani mwendo kaanzia hapo. Haukuomba ulinzi? Watetemeka, malaki ya pesa mengi. Na sikupata daladala. Ulitembea au ulichukua taxi? Nilichukua taxi. Zilikuwa kama laki ngapi hivi? Ilikuwa kama 680 kitu kama hicho. Na ilikuwa ndo mara ya kwanza kushika hizo pesa? Yaani kushika hela ni mara ya kwanza, kwa sababu hela sana nilikuwa nimeshika nyingi sana, shilingi 80, 60. Hizo ndio walau niwahi kushika nikaona hela nyingi. Na hata hapo
Nilikuwa mwenyewe nikisema kwamba na hela nyingi benki ilikuwa izidi laki. Lakini natembea na tuna mjini naona na hela kweli. Bado nasoma chuo. Niko chuo Muhimbili nasoma. Kwa hiyo hata yale masomo unasoma kwa sababu tu inabidi usome. Lakini si kwamba unajua kijana ukishakuwa na hela nyingi, yani hata masomo sio sana. Yani unasoma tu ili mradi tu uvuke kikwazo hiki, mtihani huu na nini ufikie mahali. Kwa hiyo hicho ndio kilisababisha nikapata kiburi cha kwamba nilivyomaliza nilipopangiwa sehemu ya kwenda kufanya kazi nikaona kupoteza muda tu. Sasa kwanza hongera kwa jitihada hizo. Unaonekana ulikuwa una maono toka huko kijana mdogo. Huko Tabora Boys unapata uthubutu wa kwanza, ulikuwa unatoroka wewe shuleni. Maana ulikuwa unapata ruhusa ya kwenda kupiga picha sehemu nyingine. Nilikuwa natoroka sana. Unajua ile shule Tabora Boys ni shule ya kijeshi. Na kipindi hicho jeshi kweli kweli. Sio kama sasa hivi. Yaani magwanda mnapoenda darasani mna magwanda ya kijeshi. I say. Sio kama sasa hivi. Sio sasa hivi, lakini nasikia mashaiti yamelegea hivi. Kipindi kile shule ya kijeshi kweli kweli, alafu kuna vyumba mpaka vya vya kujifunza kulenga shabaha nini, ambapo wakati huo nafikiri serikali ya Korea ilitengeneza vile vyumba. Kwa hiyo unaingia kabisa vyumba, ukiangalia hivi unakuta unapata ile picha kama uko uwanja wa vita. Na ukifika kwa mfano form 4 pia tulikuwa tunaenda, wanasema unaenda kama field. Naenda Singida huko. Kaenda Singida kule kuna unasoma unafanya mambo ya map reading, field craft, si beto nini, yani vitu vingine nimeanza kusahau. Mambo ya kijeshi kabisa. Na tulikuwa tunafanya mtihani form 4 kabisa wa kijeshi, military science. I say. Sio kama ulikuwa unasoma tu unafanya na walimu walikuwepo, kuna yani kitengo kabisa, yani same department ya military. Kwa hiyo unakuta kabisa mkuu wa jeshi, mkuu wa kikosi, kilikuwa ni kikosi kabisa. Sikumbuki kilikuwa kikosi na mangapi, lakini kilikuwa kikosi kabisa. Kwa hiyo ukimaliza unapata na cheti, kwa sababu ukimaliza form 4 licha ya kupewa kile cheti cha living certificate, unapewa na cheti cha military ambacho na wewe unacho pia. Service kumbuki kwa hapa, lakini nilipewa. Hongera. Haukuwahi kudako hata siku moja umetoroka ukapigishwa kwanza na kichurachura? Hiyo kawaida na ndio sifa moja hapo. Yaani hiyo kutumbukizwa kwa sababu una dampo kama kuna kisima. Ukifanya makosa kabla hujachapwa unatumbukizwa kisima kile kina maji, unatumbukizwa mle. Kwa hiyo ukitoka mle umeloa kabisa, hapo ndio unapiga bakora. Kwa hiyo yani kutoroka kutumbukiza ni sifa. Yani kutoka kujificha sehemu unakuja kudako ni sifa, kwa sababu ndio sifa ya mwanajeshi, unaonekana kwamba kweli umekoma. Jamani, historia nzuri sana. Sawa, hongera sana. Sasa ukapangiwa kwenda kufanya kazi Mtwara, ukaona mazingira sio rafiki. Kwanza hukuona kwamba kuna mianya ya pesa, na ukiangalia umeacha kwenye akaunti yako malaki ya pesa, ukarudi Dar es Salaam. Mkaanzisha kampuni yenu ya Video Cube. Na sasa mlivyoanzisha mkatengeneza filamu yenu ya kwanza inaitwa Gubu la Wifi. Hebu tusimlie sasa ilikuwaje kwanza mpaka hilo wazo likaja na kutengeneza hiyo filamu? Wazo la kutengeneza filamu ilikuja, nilikutana na mzee Hemi Rajab. Kwa sababu hicho kitabu Gubu la Wifi kilikuwa ni miongoni mwa vitabu vya mzee Hemi Rajab ambaye ni marehemu sasa hivi. Yeye kwa sababu alikuwa anafanya kazi TFC, alishaye kufanya kazi kule, ni miongoni pia aliwahi kuigiza. Nishaikuwa na filamu yake moja alishaye kuigiza, lakini hasa kabisa alikuwa ni mtaalamu mambo ya kamera na kuandika script. Kwa hiyo baada kuona kwamba kuna kitu nacho, kwa sababu alipokuja nilivyoanzisha Gubu la Wifi, walikuwa baadhi ya watu wanaoshoot kwenye maharusi, yani baadhi ya wapiga picha sehemu mbalimbali. Yani kama TFC, kwa sababu alikuwa na deal sana mambo ya filamu. Alafu labda kwa mfano kipindi kile ilikuwepo CTN television, ilikuwepo na, kwa hiyo kidogo kukaa kuna watu wanakuja pale wapiga picha kwa edit, kwa sababu nilikuwa na studio kidogo Video Cube. Wanakuja kuhariri picha zao pale za harusi. Sasa huyu mzee Hemi Rajab siku moja alikuja na kazi yake. Akatulia akaangalia zile picha zilizopigwa na nini. Akauliza swali la kwanza. Hizi picha akapiga nani?
lakini ni picha za harusi tu. Nikamwambia nipige mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndio wa kwanza kuniambia, wewe utakuwa filmmaker. Je, tunaweza tukatangaza filamu kitabu changu kimoja? Nafikiri story inaweza kufurahisha sana kwa sababu ni ya kijamii. Kusema sawa, akaamua kuandika script yeye kutoka kwenye kile kitabu. Alipoandika script hiyo, basi tukaanza kukasi, kutafuta watu, wachezaji. Yeye mwenyewe kwa sababu ni mtaalamu akaanza kutafuta watu. Yaani watu tu ambao sio kwamba wasanii, lakini ni watu wenye elements za kisanii. Kwa sababu kipindi hicho mimi kamera nilikuwa nayo, alikuwa ameninunulia brother zile kamera za VHS makubwa ile, Panasonic M9000 MF9 ile. Basi hivyo hivyo tukaweka mic yetu na mti, tukaweka tukaanza kazi. Tukaipiga ile film tukamaliza. Tulivyomaliza ile film, kwa kweli naweza kusema ilivutia kiasi fulani. Ilivutia. Japo ndio kwa sasa hivi quality sio nzuri, lakini kwa kipindi hicho kwa sababu nilikuwa ni VHS ilivutia kwa sababu story yake ni nzuri. Ni nzuri sana. Basi tulipopiga ile film na mimi sasa nikazidi kupata yani nguvu, hamasa zaidi ya kuendeleza mambo haya. Kwa hiyo na yeye mwenyewe Mzee Hemi akaniambia hivi vitu tulivyotengeneza filamu, akasema usiache, endelea nayo. Shakwambia filamu kwa sababu nimeona kuna vitu sasa, hiyo ndio ya kwanza. Kwa hiyo hata ningepiga shot na akaza, kwa sababu Mzee Hemi mwenyewe ana direct, nipigie shot, weka hivi, fanya hivi, fanya yani. Kwa hiyo hata kwanza kufahamu za shots na nini ilikuwa kupitia yeye. Kupitia. Kwa hiyo mimi napiga kitu ambacho sasa kitatokea kitu gani. Kwa hiyo pale nikaanza kupata picha, kumbe kama scene za ndani na ngapiga zote kwenye editing, nikajua hii itakuwa hapa, itatangulia, ndio vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui. Kwa hiyo akakufundisha aspects zote za production. Kwa hiyo akanifundisha, baada nzuri alinifundishia kwenye practical. Wow, hongera sana. Kwa safari hiyo ya Gubu la Wifi ikawa ndio mwanzo sasa wa kutanua mbawa zako kuingia katika tasnia ya filamu au tasnia ya uigizaji kwa wakati huo rasmi. Ukawa ndio mwanzo mzuri. Tukaanza sasa focus ya kuitazama Kaole tunaingiaje huko. Sasa nitarejea kwako mtazamaji, hebu tupate mapumziko mafupi, kisha tukirejea hapa tuje sasa tuizungumze sanaa ambayo imeacha alama kubwa sana, sanaa ambayo imewatambulisha wasanii wengi sana wanaofanya vizuri katika tasnia yetu ya filamu hapa nchini Tanzania. Kipindi hewani bado ni Alama na bado tuko na Crisanti Muhenga tukizungumza mengi kuhusiana na safari yake katika sanaa au katika tasnia ya filamu nchini Tanzania mpaka hapa tulipofika. Na sasa tumekushaona mwanzo wako wa kuingia katika tasnia ya filamu, kutoka katika upigaji wa picha za maharusi mpaka kuingia katika filamu. Ukatengeneza Gubu la Wifi, filamu iliyokupa mwamko wa kusema kwamba nataka sasa kufanya mambo makubwa zaidi. Nini kilitokea mpaka ukaamua kuja na Kaole? Kwa ufupi. Saa kuja na Kaole ni wazo ambalo niliwahi kupewa baada ya kukutana na baadhi ya wazee waliokuwa wasanii wa zamani. Akina Mzee Kipara ambaye jina lake halisi ni Rajab Hatia, Mama Ambeliki, alafu Pwagu. Sijui kitokea kitu gani, lakini wakanipa wazo. Kwa nini tuanzishe kikundi? Kwa nini usianzishe kikundi? Nikasema basi kama nitapata watu ambao kwanza kunisupport na kuwa na wasanii, hakuna shida. Tulivyokaa katika kujadili kuanzisha kikundi cha sanaa hiyo, ndio kina mzee, najua mzee huyu mzee nani, Mzee Pwagu na Mzee Kipara ndio akaniambia, akasema kikundi chetu basi tukipe jina. Ndio wenyewe akasema kitu Kaole Sanaa Group. Naona sawa, kwa sababu unajua niliwakubalia kwa sababu wao ni wakongwe zaidi wa sanaa. Alafu Esoshe umeshafanya mpaka masanaa jukwani, licha ya kwamba kwenye radio, wakati wa radio Tanzania unavuma sana. Kwa hiyo wao na uzoefu zaidi ya sanaa kuliko mimi. Mimi uzoefu wangu mkubwa ulikuwa kwenye kupiga picha. Lakini sio kwenye sanaa za maigizo. Sanaa za maigizo hasa. Japo ndio hilo wazo au hiyo
hiyo shauku nilikuwa nayo kutokana na kwamba nishaanza kutengeneza filamu, nikaanza kuingia kwenye mambo ya sana. Basi tukaweza kufanya hiyo, tukaanzisha hicho kikundi japo katika hali kidogo ngumu na nini, lakini tuanze tukamwambia brother akasema pale napokaa kuna sehemu fulani ya uwani kuna nafasi, tunaweza tukaanza kufanya sana mazoezi. Kwa hiyo tukaanza pale Sanaa, akina Mama Ambeliki, akina Zena Dilipu, wote marehemu. Alafu Mzee Pwagu, Mzee Kipara, wote marehemu. Bichuma, Suleiman naye marehemu. Alafu wengine siwakumbuki sana, lakini nafikiri tulianza nao. Sema tu kwa wale wazee nafikiri atakuwa mabaki mmoja au wawili, wengine wameshafariki. Kwa hiyo tukawa tumeanza, basi na wao wakawa nasimamia vizuri, tukawa tunaenda vizuri. Kwa hiyo sasa tukawa tunafikiria tufanye mchezo. Mchezo wenyewe tulikuwa panga nini? Ndio wao Jaffa Ujombika. Sasa wakati tunafikiria na tunaanza kufanyia mazoezi, kabla sijaanza kurekodi, kumbuka kwamba na kasuri kadogo ka video cue. Akaja rafiki yangu. Kwa hiyo alikuwa rafiki yangu, baadaye rafiki yangu sana. Sababu yeye ndo alikuwa mpiga picha mkuu wa ITV. Okay. Alikuwa anaitwa Michael Odoba, marehemu naye. Basi akaja kaangalia na kufanya kazi na nini. Basi akawa anapenda tu zile juhudi za, kwa sababu kikundi kipo kule nyuma kwa brother, na hizo studio ilikopo hapo kwa brother. Kwa hiyo anaona na nini, hakusema kitu. Kwa sababu tulikuwa tujazoeana sana mwanzoni. Lakini baadaye tukazoeana. Sasa ilivyotokea nafasi hiyo, yani ilivyoonekana kuna uhitaji huo wa kikundi kule ITV, kwa sababu ilikuwa ndio kwanza yani vikundi ndio vinaanza kupata maarufu. Sasa kule ITV wakati huo kulikuwa kuna vikundi viwili maarufu. Ilikuwepo Nyota Ensemble, alafu na La Reo. La Reo ndio ilikuwa inaongozwa na kina Onyango, ndio ilikuwepo. Basi ikatokea kilichotokea kwa wakati huo, ikabidi wao wenyewe kidogo, nafikiri yule mkuu akaona hawa kidogo anashindwa kuwa rekodi au kuwapata kwenye schedule ya kurekodi kama inavyotakiwa. Wakawa wanachelewesha vipindi. Kana chelewesha vipindi. Kwa hiyo sasa yule Michael Odoba rafiki yangu ndio alikuwa mpiga picha wao kwa hicho kipindi hicho. Kwa hiyo hayo malalamiko ya kutopata wasanii anapoenda kwa rekodi alishayapeleka mara nyingi ofisini. Kwa hiyo kaambia basi kama ni hivyo, je, tuweze kupata watu wengine wanaanza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo kule ndo akaja akaniambia, akaniuliza mimi, vipi hao nani tunaweza tukufanya kitu, labda tukaenda kumwasha boss, labda akavutiwa nacho. Akasema sawa, kuna mchezo ambao tunauandaa na nini. Akasema basi, akapanga siku, akasema nitakuja kwa rekodi. Basi sisi tukajiandaa kila kitu vizuri na nini. Ndio hivyo. Na hao akina, kwa sababu tunaanza kina hayo Mashaka. Ile Mashaka Topile. Tukaanza naye na tukaanza ile hadithi vizuri, basi tukaipiga. Tulivyoipiga ile Michael Odoba akaenda baada kwa hadi akampeleka boss akaangalia. Akaona hapa kuna kitu fulani. Basi akamwambia bwana, kama watakuwa tayari, basi tutafanya makubaliano nao tuanze kuruka. Sasa sisi kwa ile hamna nini, hatuna haja kujua kwamba tutapata nini, kitatokea nini. Kitu cha msingi, kwa sababu kamera inatoka ITV, gari inatoka kule, alafu walikuwa wanatoa na hela ya kula mchana. Naona hakuna shida. Kwa nini mtulipe tena? Sasa unajua kilichotokea hapo mwanzoni wakati ule Michael Odoba anakuja, wakati mimi sipo ITV. Bado hujaajiriwa. Tunashoot tu mchezo wa kaula, lakini hatujaji. Sasa alikuwa ananiachia sawa, lakini si unaweza kana ananielekeza baadhi ya vitu ile kamera, kwa sababu nilikuwa sijazoea sana. Kwa sababu alikuwa anatumia Betacam zile kamera za mkanda mkubwa.
Zamani zilikuwa Swiss, sasa hivi kama zipo sana baada ya hizo kamera za kisasa. Teknolojia imezitoa. Basi. Kwa hiyo nikaanza piga nikaona mbona kama naweza. Kwa hiyo hata kienda kwa date kula kija kliniki Wasafi. Sasa baada ya mkataba wa kule ITV kuonekana kwamba kikundi kimekubalika. Kwa hiyo ndo kawa mwendo taratibu vipindi vikaanza kunani. Sasa ilifika mwaka 2000 ndipo pale napo kukaa kuna mapungufu. Unajua mwaka 2000 nafikiri ndio pale kuna ile mahakama ya East Africa ile ambayo ilikuwa Arusha, not East Africa, ile ya kimataifa kule na Arusha. Kwa hiyo kuna baadhi ya wapiga picha wakakimbilia kule. Walipokimbilia kule kwa kuna upungufu kwa sababu hiyo nimekumbuka sasa. Basi ndo akaja kaniambia, sasa mimi nikifikiria, kwa sababu kitu cha kwanza ni kwamba unajua mtu ukishaanza kufanya biashara ya kujitegemea mara nyingi kuna biashara fulani, alafu na kasiri kadogo kipindi kile sio studio nyingi, kuna biashara fulani sana. Najaribu kufikiria mimi nikienda kuna watanilipa nini. Nikamwita rafiki yangu, sema wewe kuna tatizo bwana, utalipa na nini, watazungumza na wewe. Basi akaja kanipendekeza kule, akasema bwana, huyu ni mtu ambaye kwanza anaweza kupiga michezo na kikundi hichi yana kusimamia yeye. Kwa hiyo naamini atafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kama atapata nafasi basi tumpeni hiyo nafasi. Naweza kanani. Basi bwana, ukapata nafasi. Nikaenda kaongea na yule bosi, mkurugenzi mwenyewe, nikaongea naye. Basi akaniambia atanijibu baada kama mwezi mmoja hivi. Akaniambia bwana niende nikaanze. Lakini nikiwa chini ya uangalizi kwanza. Kwa muda fulani. Ilikuwa miezi mitatu au 6 kitu kama hicho. Basi nikaenda pale nikaanza kufanya kazi. Huku kiendelea kuisimamia Kaole. Huku naendelea kuisimamia. Sasa kitu kikubwa kilicho kuwepo kujitokeza pale ni kwamba ile hali ya kuisimamia Kaole nikana chukua kama yangu. Kwa kile kipindi nikana chukua kama changu. Kwa hiyo nikana weka yani effort ya kufanya vizuri zaidi. Kwenye kile kipindi. Wakati unaendelea kuisimamia Kaole, unasema mlikuta Nyota Ensemble wakati huo kina Waridi Bishanga na wenzake wakiwa wanawika kweli kweli. Ni mambo gani ambayo mliyafanya kuhakikisha kwamba ndio mambo hayo tuko nao sehemu moja, kituo kimoja, tunaruka siku tofauti tofauti. Je, sisi tunafanyaje kuwa na upekee? Na waliwasumbua kiasi gani? Unajua kwanza wao walikuwa wameshapata jina. Unajua kipindi kile television chache. Zilikuwa chache. Kwa hiyo walikuwa wameshapata jina, kina Bishanga, kina wameshapata jina, wameshajulikana. Kwa hiyo sisi naweza nikasema kwamba tulivyoingia tulikuwa wanasema siku kama underdog. Yaani ni watu ambao tujiona kwamba sisi tuko chini. Kitu kilichosaidia ni kwamba ule mfumo, kwa sababu unajua uongozi wa Kaole kiasi kikubwa ulikuwa unaongozwa na watu wazima wazee. Wengine kama baba zao, wengine kama babu zao na vitu kama hivyo. Mzee Pwagu, maki wakati tukiwatazama tayari walikuwa wazee. Kwa hiyo kulikuwa kuna kana fulani ka nidhamu ambako ni kazuri. Ambako nafikiri hiyo nidhamu ndio ilitulinda kwa muda mrefu sana. Kabla ya watu kuanza kuona wameshaanza kupata maarufu na kuanza kubadilika. Lakini mwanzo ile nidhamu yetu na ushirikiano wetu, kwa sababu tutengenezwa kama familia, na ushirikiano wetu tulifanya kwamba tuje tuonekane na sisi tuko bora. Baada ya muda si mrefu tukaonekana tuko bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila kitu tulikuwa tunafanya kwa ushirikiano na wasanii walikuwa wanajitoa. Tayari walikuwa wanajitoa. Kila mtu akipata nafasi anafanya yani kwa kadri ya uwezo wake, kwa sababu hataki aondoke kwenye nafasi. Ili atakija story nyingine achukuliwe kwamba ni msanii mzuri. Na labda kwa ufupi, wakati sasa mnaendelea kukiendesha kikundi cha Kaole, mliwagawanya wasanii wenu katika makundi matatu. Kulikuwa na wale ambao walikuwa wanakuja asubuhi, na wale wanakuja mchana, alafu na wale wanaokuja jioni. Kwa nini mlitengeneza mfumo huu? Huo mfumo ulibidi utengeneza kwa sababu
kuna wale ambao wameanza muda mrefu. Kwa mfano kama ile mwaka 99 mpaka kufanya mchezo ambao ndio umepelekwa ITV ukarushwa, ina maana kwamba walianza kuja, yani kuwa nao wasanii hao walianza kujifunza toka labda pengine mwezi wa 8. Kwa hiyo kuna muda mrefu. Kwa hiyo na maana kwamba walikuwa na uzoefu. Alafu tukumbuke kwamba walikuwepo wazoefu akina Mzee Kipala, akina Mzee Pwagu, na walikuwepo wazoefu tayari. Kwa hiyo sasa mpaka tulivyoanza kushoot na kuonekana ITV, tayari ina maana kwamba kitendo cha kuonekana kwenye television kilisababisha watu wengi au wapenda sanaa wengi kuanza kupenda sanaa, kufuatilia. Sasa hawa wanakuja leo, huwezi kuwachanganya na wale kuja labda mwaka mmoja uliopita, walijifunza sana. Kwa hiyo hawa wanataka kuja kujifunza. Kwa hiyo hawa ina maana kwamba tunawatenga nao ili waweze kupata kile ambacho kinafaa. Tunasema watoto wadogo wapate chakula, wapate maziwa na nini ili waweze wakue. Lakini baada ya muda na hawa, kwa sababu sisi tulikuwa tumewekewa mwaka mmoja mpaka miwili ndio wapande huko kwenye yao ya daraja ya kwanza. Kwa hiyo hawa wakishakaa baada ya muda fulani wanakuwa na uimara fulani, yaani katika ufahamu fulani katika masuala ya sanaa. Unaona? Sasa wengine kwa sababu wasanii hawachoki kuja, huwezi kusema unaamua tu kwamba bwana miezi 3 tumeshawachukua hawa, baada watakao kuja watakuwa kwenye nani, kwenye grade nyingine. Ndio wanakuja wao wengine, naweza kusema wengine wanapita tu, wanakuja na kaa siku 2-3, kwa sababu mtu akija anajua yani nikifika naenda kuonekana TV. Akishafika pale anakuta sheria kabisa ipo, anaelezwa kabisa mwanzo kabisa kama ukifika hapa bwana, kwanza kuna miezi, nakumbuka ilikuwa miezi kama 6. Katika miezi 6 inabidi uwepo katika kundi hili. Miezi 3 ya kwanza na kuangalia nidhamu yako, tabia yako na nini tunakuangalia. Alafu baada hapo miezi 6. Ukishaonekana vizuri ndio tunakuwekea kwenye kundi la pili. Kundi la mchana. Sasa ili kundi la 3 hili ambao ndio wanakuja wageni, tunaweza kuchukua hata wasanii wa kundi la kwanza wale wachache, tunaweza tukamwambia bwana wafundishe hao. Na keze hao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo vitu kama hapo istoshe ni kwamba unajua kundi letu tulikuwa tunacheza ngoma. Ilikuwa inafanyika sanaa kwa ilikuwa kuna ngoma kabisa. Na ni wasanii wote. Sio kwamba mimi utaona baadhi ya wasanii. Yaani wasanii ambao unaona sasa hivi wana majina. Yaani majina unaona, lakini wanacheza ngoma. Utaona baadhi ya picha wanavaa kabisa vibaya na nini, wanacheza ngoma kabisa. Ambao hiyo ilikuwa ni swala ambalo unatengenezwa kiasi kwamba sio ukifika pale unafikiria kuigiza kwenye television tu. Unatengenezwa nidhamu na vitu vingine unatengenezwa. Kwa hiyo hapo sasa ndo hata hili jina la wapenda sanaa likatokea hapo. Kwamba wale wa asubuhi ni wale wapenda sanaa. Unapimwa una mapenzi na sanaa au huna mapenzi na sanaa. Kama una mapenzi na sanaa huwezi kupanda kwenye kundi la pili. Sasa kalikuwa ni kampango kazuri sana. Hongera sana. Sasa tuishie kwanza hapo. Na mtazamaji, hebu tena tuende mapumziko mafupi, kisha tukirejea hapa tuje tuzungumze zaidi. Kumbuka itakuwa ni ngwe yetu ya mwisho ya kuzungumza na Crescent Muhenga kwa siku ya leo. Kipindi hewani bado ni Alama, na siku ya leo kumbuka tuko na Crescent Muhenga, mwanatasnia nguli na maarufu kweli kweli, ambaye alifanya Tanzania itembee kifua mbele na iwe kidedea hivi kutokana na ule umaarufu wa michezo ambayo alikuwa akiisimamia na kuiratibu kipindi akiratibu kikundi cha Kaole. Kumbuka ni michezo zaidi ya 11 ameisimamia na imeweka jina, imetoa wasanii wengi mashuhuri ambao wanafanya vizuri katika tasnia yetu ya filamu, na tuko naye bado tunaendelea kuzungumza. Baba yangu Mr. Crescent, Kaole ilifanya mambo mengi makubwa sana, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilifanya Kaole zidi kung'ara ni swala la wewe kufanya maamuzi ya kuweka kikundi cha vichekesho ndani ya Kaole cha Mizengwe. Hili wazo lilitoa wapi na kwa nini uliamua kuanzisha kikundi ndani ya kikundi? Kwa jumla, yani hadithi za kikundi cha Kaole zilikuwa ili kuleta msisimko, pia kulikuwa kuna aina ya uchekeshaji uliokuwa ndani ya zile hadithi. Kwa hiyo sasa hizo hadithi zikawa
yani wale wapenzi watazamaji wale kama akawa wanagawanyika. Kuna wale walikuwa wanavutiwa na vichekesho ambavyo walikuwa wanaviona kwenye rekonde, na kuna watu ambao walikuwa wanavutiwa na hadithi tu ya ile story ya mchezo mwenyewe. Sasa baada ya kuonekana kuna vile vichekesho vina wapenzi wengi, ule uongozi wenyewe ukatoa ushauri, ukasema, je, wewe ndio msimamizi wa ile kundi, uweze ukatengeneza nani au wanaochekesha uchekeshaji huu, kwa sababu uchekeshaji huu wanaofanya unaweza ukatengeneza kipindi kikavutia zaidi. Kwa nini usifanye kitu kama hicho? Nikamwambia, mimi naona inawezekana, ni wazo ambalo umenipa. Kwa cha msingi ni kwamba nitaenda kuzungumza na wasanii kiasi fulani kuwapa wazo hilo. Sio kwamba wao watoe maamuzi, lakini nataka nifanye kazi kama hicho. Je, tutaweza au kinawezekana? Basi kwa hiyo uongozi ukaniachia muda. Basi nilipoenda kuzungumza na wale wachekeshaji ambao wakati huo walikuwa na tamba zaidi, walikuwa wanachekesha zaidi, walikuwa ni Max na Zembwela. Ambao nao walikuwa kwenye hiyo tamthilia ya Jeff Jombika, vitu kama hivyo. Akasema hakuna shida. Okay. Wazo lilitoka kwenye uongozi, kwa nini wasifanye vichekesho vya dakika 15 vya studio? Nikakaa tukafikiria, nikasema kwa kweli wakuu wa yani vichekesho vya dakika 15, kwa sababu wao walitaka wawili tu, Max na Zembwela, wafanyia studio na cha dakika 15. Nikasema tutakuwa tufiki mbali, tutaishiwa vichekesho hivyo. Kwa hiyo ni afadhali, ni vizuri walau tuongeze. Iwe ni kikundi ambacho cha vichekesho cha watu 4 au 6. Lakini tupigie nani? Alafu kisiwe dakika 15. Walau kiwe nusu saa au dakika 20-25 hivi. Kwa hiyo kaniruhusu nifanyishe kwanza interview ya wachekeshaji. Kwa hiyo kulikuwepo kikundi kingine si Da Talent. Da Talent. Kwa hiyo ndio huko alikuwepo kina Mkwele, akina nani Masele. Okay. Kufanya nao kipindi kimoja, akaenda kuangalia, akaona kweli kichekesho kipo. Ndio pale akasema, sasa angalia wewe uwezekano kwenye hadithi yako, utawatoaje ambao wanashiriki kwenye hadithi. Nikafanikiwa kuwatoa kwenye hadithi, nilipowatoa kwenye hadithi ndio tukaanza hiyo mizengo. Okay, hongera sana kwa kweli. Na wakati mnaendesha michezo hii ya Kaole, unajua wengi wa watu waliopita Kaole tumezungumza nao hapa katika Alama, na wengi wamesema kwamba walikuwa wanafanya sanaa kutoka ndani ya mioyo yao, walikuwa hawalipwi chochote, na wakati mwingine wakiwa set zile props kama kuna chakula na nini wanatakiwa wajinunulie. Kwa nini ilikuwa katika mfumo huo? Kwanza kulikuwa kuna kitu kimoja. Kwa sababu kulingana na kipindi kile, hela ambayo inatolewa ingeweza kukizi kidogo kama idadi ya watu wangewa wachache. Lakini matokeo sasa, shida ile kujitokeza ni kwamba walikuwa wengi wanakuja pale wanataka wacheze waonekane. Na waambie familia zao kwamba sisi tunaonekana. Kwa hiyo unajikuta kwamba mchezo mmoja unakuwa na watu wengi. Kwa sababu mchezo unaweza kufika mpaka watu 60 mchezo mmoja. Okay, sasa ile hela utakayopewa ya kula ambayo ni hela kidogo, itatosha vipi? Wangekuwa watu chini ya 10, haina tatizo. Sasa kuna mtindo ambao, kuna kitu ambacho tulishaamua kukiweka baada ya kuona hiyo. Kwa sababu hata malipo hayakuwa makubwa hivyo kipindi hicho, kwa sababu gharama zote production nzima wanafanya wenyewe, nafanya wenyewe kituo. Na mimi mwenyewe nikawa mwajiriwa pale kwenye kituo, kwa hiyo napewa mshahara. Kwa hiyo nikamwambia, bwana, mtu atakaye kwanza sasa hivi, mtu atakayetaka kucheza akifikia sifa, akubali asign sehemu kuonyesha kwamba yeye yuko tayari kucheza bila kulipwa chochote. Ambaye yuko tayari sawa, ambaye yuko tayari. Sasa tatizo ni kwamba kila mtu anataka acheze aonekane.
Kwa hiyo iko tayari kusaini kucheza bila kulipa chochote. Kwa sababu hata kikipatikana kitu sana sana, kwa sababu watu ni wengi, sasa utapa 20,000, 30,000 na sio kila siku, labda pengine baada ya miezi 3, miezi 4. Sasa inasaidia nini? Haisaidii. Kwa hiyo sasa shida ni moja, yani msanii anapokuja kipindi kile anakuja ili aonekane, ili apate umaarufu. Lakini akishakaa tu, akishapata umaarufu kidogo tu, ndio hapo anaanza kubadilika. Atasema hivi, atasema vile, atasema vile. Unajua swala la kuendesha makundi ya wasanii anahitaji moyo. Ulikuwa ukimwona mtu unasema wewe utakuja kufanya vizuri sana katika tasnia, wewe unafaa kuwa sehemu fulani, wewe unafaa kuwa sehemu fulani. Mathalani wasanii kama kina Johari, ulimuona tu kwa mara ya kwanza alivyokuja pale ITV, ukasema huyu anafaa, ngoja aingie kwenye kikundi na wengineo wengi. Ulikuwa unaongozwa na nini katika kuwatambua na kuwapa nafasi wasanii? Labda kwanza kuna kitu kimoja. Unajua, sasa nikasema Mwenyezi Mungu amenijalia kuona hiyo kitu kwa watu. Kwa sababu unajua, wakati nasoma Muhimbili, nimesoma psychology kwa miaka 3. Okay. Nasoma kwa sababu miongoni mwa wale masomo ambayo yalikuwa kule. Kwa hiyo ile ilinijenga, yani walau kujua jinsi ya kuishi katika jamii, kuishi na watu. Kwa hiyo naweza ngamwangalia mtu ngambia kweli huyu ana tatizo hili na hili, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kujua huyu mtu ana matatizo gani. Kwa mfano huyo uliomtaja, kwa mfano tu Johari. Yeye alikuwa sio mwongeaji. Alikuwa mkimya. Mkimya, muda mwingi mkimya. Sasa yani kila kujaribu tatizo sauti itokea afu mpole, afu ni kama mtu ambaye ana kaibu fulani hivi. Sasa ukiangalia unaona kitu anacho, lakini kwa mwendo huu iko shule. Kwa hiyo basi tukatangaza, kuna sini moja ilikuwa ni sini, alikuwa Dr. Cheni shamba huko, anamuoa binti mmoja ambaye ni mjukuu wa mzee Pwagu, lakini shamba huko. Tukasema hii kwenye sini tutakachofanya, ile mjukuu wa mzee Pwagu, mjukuu kweli kweli, anaitwa Beni, ile Beni Mlango, anajiita Beni Mlango yule. Tukamwambia sasa wewe, kwa sababu umeshakuwa muda mrefu hapa, tutakachofanya ni kwamba huyu Johari atakuwa kama mpenzi wako. Kwa hiyo umeenda kwenye shughuli yani yenu ya nyumbani na mpenzi wako. Lakini ukifika kule, kwa sababu huyu unaona alivyokuwa kidogo yuko mkimya mpole mpole. Sasa wewe utakachofanya umpige kikweli kweli, yani sio kuigiza. Sasa yeye hatajua kama ile kipigo unachompiga ni kwamba ndiko sehemu ya acting. Basi kwa hiyo tulifika sehemu tu akapewa nani. Kwa hiyo kaonekana kama umezozana kitu fulani pale kwenye shughuli. Akampiga kweli kweli, yani mbao kweli kweli. Ikabidi alanduka, yani hasira sana, hasira zimpanda za kweli kweli. Anaona maigizo gani tena haya? Basi kumbe sehemu na rekodi. Ilipo yani ile episode ipo kwa tayari, tukamwambia unaona hapa sasa unatakiwa ucheze hivi, uwe hivi. Uwe active. Yani uonekane una hai ndani yako. Energy tunahitaji. Basi kuanzia pale akabadilika. Wow. Ndio mpaka leo tunamuona Johari huyo. Okay. Mambo mengi sana umeyafanya kwa kweli, na bila ninyi pengine tusingekuwa na dira hii tulionayo katika tamthilia zetu hapa Tanzania, kwa sababu mliweka kitu ambacho kinaishi sana. Mzee Crescent, umepata matatizo ya stroke toka mwaka 2020. Ni miaka 5 sasa inaingia toka upate tatizo hilo. Lakini ulikuwa ukiishi kwa kutegemea sanaa, na sanaa ndio maisha yako. Lakini kupitia wewe umewapika watu wengi sana ambao unaweza kusema kama ni watoto wako hivyo. Je, tangu umepata tatizo hilo mpaka sasa, yale mazao yako, tuseme sawa wasanii au waandaji wakubwa ambao umefanya nao kazi, kuna namna yoyote ile wanashiriki katika kuhakikisha kwamba baba unakaa vizuri? Maana wewe ndo baba tena mlezi tena. Mimi toka nimepata matatizo haya na bado naendelea nayo, japo sasa hivi afadhali imekuwa kubwa. Sikutaka kabisa kwa shirikisha wasanii.
sikutaka kuwashirikisha na hata baadhi ya waandishi waliosikia vitu kama hivi, kwa sababu mwanzo kabisa kwa nini matatizo nilizima simu, nilikuwa situmii simu kabisa, kwa sababu daktari aliniambia usitumie simu kabisa. Kwa miezi 6 karibu nilikuwa situmii simu, sipatikani. Kwa hiyo nikamwambia hata mke wangu kwamba mwandishi yote, mtu yote akiuliza kusana mimi usimwambie kitu. Okay. Kwa sababu mimi nikasema nikisema jambo kama hili kwanza tafsiri itakuwa tofauti. Naona. Sasa mimi swala la kutafsiriwa tofauti sipendi. Kwa hiyo nikamwambia mke wangu kwamba bwana, kutokana na hali ilivyo yoyote itakavyokuwa, basi wewe nitunze, nisaidie kadri unavyoweza. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho, yani siwezi nikasema nitajivunia kuna fulani. Kwa umekuwa wewe kama wewe. Watu ambao wameweza walau kujitoa. Alikuwa Bista. Alikuwepo kuna kijana mmoja anaitwa Rafael Ligongo. Alafu alikuwepo kijana mmoja, yeye ni mwalimu kwa chuo kikuu Morogoro kule, anaitwa Karuona. Alafu kuna kijana wangu Bakari Masasi ambaye yuko China, anaishi China. Alienda Star Time. Yani hao ndio walau yani waliingiza mfukoni wakatoa kitu wakati huo. Lakini zaidi hapo umekuwa ni la kwako wewe pekee. Mnajua kwa sababu gani? Kwa sababu si kwamba watu wajui, kwa sababu mnajua nimegua muda mrefu sana. Watu wanajua, taarifa zipo, sio kitu kigeni. Watu wengi wanajua. Lakini sasa ni kawaida ile. Tunasubiri mtu akifa tatoa 200,000, 300,000 na kingapi. Lakini sio wakati mtu anaumwa. Ndio. Wakati wa kufa watajaa tu hivi, watatoa na misa. Na watalia na kutueleza historia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kitu nalijua. Sio ni sababu. Sawa, zote ni changamoto za maisha, lakini kikubwa ni kwamba una alama yako ambayo umeiweka katika tasnia ambayo vizazi kwa vizazi itavikuta, itavisoma na kuvisimlia. Sisi tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni lulu yetu hasa na ni tunu ya tasnia yetu ya filamu Tanzania. Kwa kweli kwa hilo unastahili kongole sana na unastahili maua yako, na nikupe 5 kwa sababu mambo ni makubwa uliyofanya, na tunakushukuru sana mlezi wetu Chrisant Muhenga, na karibu sana katika Alama. Tunatamani kama tungekuwa na muda zaidi wa kuweza kuzungumza, kwa sababu mambo ni mengi sana. Kitabu chako kimesheheni kurasa ambazo zinasomeka kweli kweli. Ninaamini tutapata wasaa mwingine wa kuweza kuzungumza zaidi. Shukrani sana. Asante. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo tunahitimisha kipindi cha Alama kwa siku ya leo. Na siku ya leo tulikuwa tukizungumza na Chrisant Muhenga, miongoni mwa waasisi wa michezo ya kuigiza nchini Tanzania, lakini pia miongoni mwa waasisi wa michezo ya vichekesho katika runinga. Ametueleza mengi sana, na kwa sasa ni mwandishi, anaandika miswada mbalimbali kwa wewe msanii, mwandaaji ambaye unatafuta wapi upate mwandishi mzuri, mwandishi mahiri wa michezo yako. Basi Chrisant Muhenga yuko hapa na yuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi na wewe. Kikubwa tu ni wasihi wenzangu, kazi ya sanaa ni thamani, kazi ya sanaa inaishi. Ukimfuata baba huyu mlezi wetu, kumbuka kuandika jina lake, manake kuna wasanii wengine au waandaaji wengine wanataka kazi zifanywe na Chrisant Muhenga, lakini hawataki jina la Chrisant Muhenga lionekane. Tuheshimu sanaa, tuheshimu vipaji vya watu, kwa sababu hakuna kazi nzuri isiyoanzia katika kalamu, na kalamu ni ya mwandishi, na mwandishi ndo muumbaji wa ulimwengu ambao unawasilisha kwa lugha ya picha. Sasa wakati ujao tutakuwa na nani? Endelea kusalia nasi. Eti naye ajigambe. Na tayari Liama niko naye hapa. Nimefanya kazi kwa muda mrefu. Hebu na mimi niwe muangaliaje. Kwa nini ukalileta Musabanzi? Hapana. Ndio story inakuja sasa mpaka nenda nakutana na bosi. Utakuja kuniaibisha, unasema usanii uhuni. Naambia mama, huu ni tabia ya mtu. Mimi nilichocheza ni uchizi. Hakuna chizi mmoja duniani, na kila chizi ana namna yake ya kumfanya mpaka amekuwa vile chizi. Akaniambia, wewe ni mtoto mzuri sana. Watu ambao unakaa nao vizuri wananiambia, lakini
binadamu tunatofautiana.